inakuwaje rais aunde tume inayotokana na wafanyakazi au watu tu ambao wamewahi kufanya kazi serikalini? Hakuna kiongozi wa dini hata mmoja kutoka kwenye imani zote zilizopo kwenye nchi yetu. Hakuna mtu yoyote aliyeteuliwa kutoka kwenye asasi za kiraia. Hakuna mtu yoyote aliyeteuliwa kutoka kwenye NGO. Hakuna mtu yoyote aliyeteuliwa kutoka kwenye taasisi nyingine yoyote ndani ya nchi yetu kuchunguza jambo kubwa la mauaji kama haya. Hii si tume huru, ni njama ya kuficha ukweli, kutafuta ushahidi wa kuendelea kuwaumiza waathirika. Kinachoitwa kuchunguza uvunjifu wa amani ni mbinu ya kuwageuzia waathirika kuwa wahalifu na kuwasafisha wahalifu halisi. Ndio maana inaitwa tume ya kuchunguza uvunjifu wa amani. Kwa kinachotaka kufanywa ni wale waliofanya uhalifu, kuua watu, kuua Watanzania kwa maelfu, wageuzwe kuwa wao ndio hawana tatizo, lakini Watanzania walioumizwa ndio wageuzwe kuwa wahalifu. Lengo ni kuendeleza ukandamizaji wa sauti huru, kuhalalisha utawala wa mabavu unaotekelezwa na serikali isiyokuwa na ridhaa ya wananchi. Kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 8, serikali yoyote inayokaa madarakani lazima itokane na kura za wananchi. Lazima iwekwe na wananchi, kwa sababu katiba inasema wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote. Kwa serikali ambayo haijapigiwa kura, wote tunajua kilichotokea katika hicho kinachoitwa kupiga kura. Ni forgery tupu. Ukienda hata kwenye historia ya chaguzi zetu, ukiangalia uchaguzi wa mwaka 2010, turnout ya watu waliokwenda kupiga kura wakati Dr. Slaa akishindana na Kikwete ilikuwa ni 42%. Ndio watu waliojitokeza kwenda kupiga kura. Mwaka 2015 ambako Lowassa alishindana na Magufuli, ulikuwa ni uchaguzi wenye mvuto mkubwa. Turnout ilikuwa ni 61%, watu walioenda kupiga kura. Mwaka 2020 wakati Magufuli anashindana na Lissu ametoka kupigwa risasi, turnout ilikuwa ni 47%. Kwa hiyo unaangalia hizo takwimu, ghafla tu hiki kinachoitwa uchaguzi wa Samia ambao haukuwa na ushindani, kulikuwa na vyama vya mfukoni alivyovitengeneza yeye mwenyewe, havikuweza kuitisha hata mkutano wa watu 200 kwenye uwanja. Leo eti turnout imekuwa 88%. Ni matusi kwa Tanzania.